Anasema salamu alaikum Sheikh, naomba kuuliza. Ummu Samir wa Chuda anasema tunamfanya kazi wa kiume hapa, kazi zake ni za hapa ndani. Yani lazima kwake tujigubike mavazi full. Karibu sana Sheikh. Naam, huyu anadai, huyu ni mwanamama bila shaka anaitwa Ummu Samir, kwamba anamfanya kazi wa kiume ndani ya nyumba yake. Inaonekana ni kwamba amefunguliwa milango huyu mwanamume na atakuwa ni ajnabi. Maana jinsi ya swali lilokuja inaonekana huyu mwanamume kijana ambaye pengine ni zaidi ya balighe, awe ni mfanyikazi kijana au mtu mzima. Unaona ni kwamba anafanya kazi za ndani. Watu wengi wanafanya hivyo. Mara nyingine kazi za usafishaji wa ndani, kufua nguo nini, wanawapa vijana wa kiume. Sasa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, mwanamume yote kuingia kwenye majumba akiwa yeye ni ajnabi ni haramu, haifai. Na hii ni kutokana na hadithi ambayo imepokewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa sahaba mtukufu Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Anasimulia, anasema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyakum wad-dukhuli ala an-nisa, ole wenu na kuingia kwenye majumba ya wanawake au maeneo ambayo kuna wanawake ndani. Faqala rajulun min al-ansar, bwana mmoja katika maansari watu wa Madina akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, afaraaita alhamu, je waonaje kama ikiwa mtu huyo ni kaka yangu? Ndio, kwa maana mtu wangu wa karibu. Basi pia kuja nyumbani kwangu wakati mke wangu yuko ndani pia haitofaa. Ndio maana yake. Wanachuoni wanatoa tafsiri pana, sio kaka tu, mtu yeyote ambaye ni wa karibu mwanamume asiyekuwa baba na mtoto. Kwa sababu mtoto akiingia nani, hata kama ni kijana mkubwa namna gani, kwa mama yake ni maharimu yake, hawezi kumuoa. Na baba mtu ndio mkewe, kwa hiyo ana ruhusa kuingia. Lakini mtu yote wa karibu asiyekuwa wao ambaye ni sio mahram, unaona, yule anaweza asiyeweza kumuoa anaingia. Lakini yule anaweza kuoa hawezi kuruhusiwa kuingia. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Uislamu umeweka ugumu katika swala zima la faragha au kuchanganyika baina ya wanawake na wanaume. Sasa huyu dada yetu maskini bado anaona kwamba ana haja ya kuwa na mtumishi wa ndani. Anadai sasa, je, basi kama ni hivyo tumruhusu, lakini tuvae gubigubi tuvae gubigubi lakini sasa kiakili tu, wala hitaji kwenda kwenye kusoma wala nini. Hivi kweli wewe utaishi maisha gani wewe kwamba watoka chumbani wenda jikoni gubigubi, umefunika uso kila kitu, sijui wataka kwenda jikoni, chooni, wapi ndani, kisa kuna kijana wa kiume hapo. Unaona? Si afadhali ungesema basi angalau ningeweka msichana ambaye mimi kwangu mimi atakuwa sio maharimu yake, kwa maana mimi ni mwanamke mwenzangu, anaweza kaniangalia bila shida yote. Lakini sasa mwanamume mfanyikazi itakuwa ni makosa kuwa naye. Na ukisema eti uvae gubigubi, hebu jaribu japo wiki moja kama utaweza kuishi. Kwa hiyo ngumu. Halafu sasa hata ukivaa gubigubi hivyo, kweli watoto wote watakuwa kanjani wa kike watakuwa ni hivyo hivyo? Kutakuwa na raha ya maisha kweli? Yani mtu katoka nje na jua kama hili kali, kavaa mabaibui kaba. Akifika ndani kwa hali ya hewa iliyopo hivi sasa, kama mwanamke saa hiyo anavua kila kitu yote kabisa, hasa mabaibui meusi ambayo anakamata joto kwa haraka sana. Lakini itakuwa angalia bwana, jamani, huyo mwanamume mwambieni akaeni pembeni ili nipite. Nani sasa huyo atafanya kazi? Kwa sababu sasa na nyinyi nyewe mtaishi vipi? Ndio hapo swali linakuja sasa. Itamana kwa maana kwamba kwa mfano watoto wametoka shule, wasichana wakubwa wakija nyumbani wakae vyumbani tu, kisa kuna mfanyikazi. Yani hafai kuwepo. Kwa hakika haifai. Dada yetu tunamnasihi huyu
angalau watafute msichana, pamoja na kwamba wasichana pia ni mtihani kwa upande wa kiume, hasa nyumba ikiwa na vijana hasa ambao kuna baba mwenye nyumba, kuna kaka. Ni mtihani. Mtihani sana 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 sana. Unaona? Sema kuna dhara nafuu kidogo kama endapo kutakuwa na msichana mwenye stara. Sababu yule msichana ndo atakuwa anajistiri zaidi. Kija wanaume anajiweka pembeni na nini. Lakini sasa huyu mwanamume, na maana watu wote ndani wanawake watakuwa Kwa hiyo nasaha zetu sisi kwake, aangalie jambo lenye maslaha. Unaona, lakini hii njia ambayo alikuwa nayo yeye haikubaliki kwa sheria ya Kiislamu. Naam, wabillahi tawfik.